mchungaji Daniel Mgogo. Kwenye mitandao huko najulikana kwa jina la Pastor Daniel Mgogo, kwa sababu ndio jina ambalo watu wengi wanalifahamu kwenye social media zangu. Na nimewaita hapa, nina mambo makubwa matatu ambayo nataka kuzungumza nanyi, lakini kuzungumza na Watanzania wote kupitia vyombo vyenu. Hapa mnaponiona niko na kijana wangu ambaye ni Frank Sanga. Huyu Frank Sanga nina ushuhuda wake mkubwa juu ya maisha yake. Frank Sanga ni kati ya vijana ambao walikutana na Yesu wakiwa gerezani. Kuna mambo fulani yalitokea, changamoto za dunia, akakamatwa akawekwa ndani. Lakini baadaye tukawa tunaenda tunahubiri huko injili huko magerezani. Kuna baadhi ya magereza huwa wanaruhusu wachungaji kuingia kwenda kusema na wafungwa. Kwa hiyo tunashukuru kwamba baada ya kusikia injili akaamua kubadilika. Kwa watu wengine wakasema amebadilika kwa sababu yuko jela. Huyu akitoka huenda asiendelee tena na mambo ya kimungu. Lakini tunashukuru Mungu kwamba hata muujiza ulipotokea akatoka gerezani akaendelea na kumtumikia Mungu. Kwa akaendelea kutumika kwa njia ya kuhubiri, kushuhudia matendo makubwa ambayo Mungu amemfanyia. Kwa mimi nilipokutana naye akaniomba kwamba baba, naomba uwe mlezi. Naomba uwe kama meneja, mtu naye nisimamia mambo yangu, uwe mlezi wangu. Baada ya kuanza kutoa nyimbo zake na kuanza kuimba, na mimi sijapata nafasi ya kuwalea waimbaji wengi, lakini aliponiomba nikaona kutokana na ushuhuda wake huko alikotoka ni muhimu pia awe na mtu ambaye atakuwa karibu naye. Kwa hiyo nikakubali kuwa mlezi wake. Kwa nikawa nimekuwa kama mshauri wake kwenye mambo mengi, na nilikubali hili kwa sababu kama mnavyojua watu wengi sana wakati mwingine vijana hawa Mungu akiwapa wito wa kuimba, wakati mwingine wakikosa watu wa kuwalea wanajikuta wanaingia kwenye mambo mengi ambayo wakati mwingine jamii inaanza kuwaraumu waimbaji. Lakini wakati mwingine kumbe kosa linakuwa sio la waimbaji, lakini kosa wakati mwingine inakuwa kwetu sisi watumishi tunaposhindwa kuwalea. Lakini wakati mwingine pia kama mtumishi huwezi kuvamia tu mwimbaji na kusema kwanza leo mimi nakuwa mlezi wako. Lakini ukipata waimbaji ambao wanasema baba, naomba uwe mlezi wangu, wakati mwingine inatutia moyo sisi kwamba kumbe ameshatambua kwamba huduma inahitaji kulelewa, kwamba huduma bila malezi anaweza kapotea. Kwa hiyo aliponiomba Frank Sanga nikakubali, nikasema sawa, nitakusaidia. Kwa nimekuwa karibu naye, nimekuwa nikimshauri, nimekuwa nikimshauri vitu vya kufanya, nenda hivi, ili pia kuyasaidia maisha yake ya kiroho, lakini pia atumike katika jamii bila makando kando. Maana moja ya vitu ambavyo wakati mwingine vinaharibu huduma za watu ni pale unapotumika lakini makando kando yanakuwa mengi. Yanakufanya hata watu washindwe kukipokea kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. Kwa hiyo kwa sababu hiyo nimekuwa mlezi wake, nimekuwa nikimsaidia mambo mengi na kumwelekeza kwamba fanya hiki. Kwa juzi amekaniambia baba, sasa tayari nimesharekodi wimbo ambao umebeba ushuhuda wa mambo makubwa ambayo Mungu ameyafanya. Na kwa sababu mimi mwenyewe nimeshapata ushuhuda wake na yajua maisha yake, nikamwambia hebu niletee huo wimbo niusikilize kwanza, nione kama theolojia yake imekaa vizuri. Kwa sababu wakati mwingine kuna watu wanatunga nyimbo lakini zinakuwa na theolojia ambayo paka unaishangaa kwamba hii theolojia imekaaje. Lakini ukitunga wimbo ukawapelekea watu ambao wanaifahamu vizuri theolojia, wanafahamu vizuri maadili ya kimungu, wakausikiliza wimbo wako, wana uwezo wa kukushauri, toa hii, weka hii, fanya hiki. Kwa hiyo nikauangalia wimbo wake, nikausikiliza, kwa kweli nimeukubali, umebeba ushuhuda wa maisha yake. Kwa ndio maana nikasema hiki kitu kikubwa kisitoke hivi kimya. Ndio maana tukaona tuite vyombo vya habari ili tuwaambie matendo makubwa ambayo Mungu ameyafanya. Yes. Na Frank Sanga sio tu kwamba ni mwimbaji, lakini alipotoka kule gerezani Mungu alimshepu kweli. Kwa sababu mpaka sasa mbali na kipaji cha kuimba, lakini pia ni mwalimu mzuri sana wa masomo haya, semina za vijana, semina za watu mbalimbali. Lakini pia ni mhubiri wa mikutano ya injili. Yaani mkiandaa mikutano ya injili anafanya huduma, ninamfahamu. Kwa hiyo kwa sababu yuko chini yangu na ninamwangalia, ana vitu vingi ambavyo kwa kweli Mungu ameviweka ndani yake.
Kwa tunazidi kumwombea ili aendelee zaidi. Moja ya kitu ambacho amenifundisha ni unyenyekevu, kwa sababu sio waimbaji wote ambao wanapenda kukaa chini ya watu. Waimbaji wengi kipawa kikishaanza kujulikana, anajiondoa mikononi mwa wazazi wake wa kiroho ambao walikuwa wanamlea, walikuwa wanamuelekeza, anaamua kujitegemea yeye peke yake. Ndio maana kuna watu wengi wamefanya vitu vya ajabu, sio kwa sababu nyingine. Wengine wanakosa malezi, wanakosa watu ambao wa kuwasimamia. Kwa hiyo alipokuja kwangu Sanga, nikaona amefanya kitu cha maana ambacho kitamsaidia yeye kwenye huduma yake, lakini pia hata kwenye maisha yake. Na hii nitoe wito kwa waimbaji wote. Mungu akiweka kipawa ndani yako, tafuta baba yako wa kiroho ambaye atakuwa na kuelekeza. Unaweza ukawa na washauri kama 2 3, lakini ukawa na baba yako wa kiroho ambaye anaweza kawa na kushauri kwenye mambo yako. Kwa hiyo wakati mwingine tunaishia tu kuwaraumu waimbaji, wanafanya madudu, wanafanya nini, lakini wakati mwingine ni kwa sababu huenda wakati mwingine wanakosa malezi, wanakosa washauri. Na baadhi ya waimbaji pia, ukitaka kuwa mshauri wake, anajiona yeye ni mjuaji kuliko. Kuna mtu mmoja tulijaribu kumshauri kwamba usifanye 1 2 3, akasema kwani nyinyi mnaonishauri nini? Na mimi nimeitwa na Bwana, nina karama yangu, na mimi ni muombaji, na mimi na kila kitu. Lakini tukamwambia sisi wenyewe akina Mgogo, unapotuona hapa, tuna maaskofu ambao wanatulea, tuna maaskofu ambao wanatushauri. Mimi nina mababa zangu wa kiroho ambao kuna wakati wanakaa na mimi, kuna wakati mwingine wakisikiliza baadhi ya klipu wananiambia no, maneno kama haya sio mazuri kwenye jamii, maneno kama haya usiyatumie, tumia haya hapa, ili hapa hayako vizuri. Wanakaa na mimi, wananielekeza. Ndio maana mnamuona Mgogo huyu ambaye ana trend mitandaoni huko, ni kwa sababu kuna watu ambao wamekuwa washauri wangu. Nimekubali kukaa chini ya watu. Sasa kuna watu akipata ka umaarufu kidogo tu, hataki kushaurika, hataki kuonyeka, hataki kukemewa. Sasa usipokuwa na watu ambao wanaweza kukukemea ukikosea, usipokuwa na watu ambao wanaweza kukuelekeza, kupotea ni rahisi sana. Wakati mwingine watu wanaokusifu unaweza ukalewa sifa zao, lakini wakati mwingine kuna sifa zingine ni za kinafiki, hawawezi kukuambia ukweli. Wanakusifu hivi mbele yako, lakini wakitoka kule wanasema ila pale anakosea, ila pale na nini. Lakini ukiwa na watu ambao, kwa mfano sasa Frank Sanga akifanya madudu yoyote huko, kuna watu watajua mlezi wake ni Mgogo. Watakuja tu wataniambia kijana wako kuna 1 2 3 muone. Lakini sasa kama huna watu ambao ukikosea watu wanaweza kwenda kwao wakawaambia juu ya mapungufu yako ili waje wakuonye. Ndio maana kuna watu wengi wamepotea, wamefanya vitu vya ajabu katika jamii, wamechafua huduma zao, ni kwa sababu hazina watu wanaowarekebisha, wanaowaonya, wanaowaelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Frank Sanga. Nimeokoka kama mzee alivyosema, nimeokoka nikiwa nikitokea gerezani, lakini haikuwa jambo rahisi kwa sababu wengi walisema hapana, hawezi, lakini siku zinaenda, miaka inaenda, sijabadilika. Kwangu Yesu amekuwa ni yule yule jana, leo na hata milele. So nimeamua kumtumikia Mungu kwa moyo wangu wote, na ujumbe wangu mkubwa, Yesu anaweza kubadilisha na kufanya mambo makubwa. Amen. Amen. Na ndio maana amekuja na wimbo wake ambao anashuhudia mambo makubwa ambayo Mungu ameyafanya, na huo wimbo tumewachia juzi hapo, na tunaamini kabisa kwamba watu wengi watapenda kusikiliza. Na ukitaka kusikiliza wimbo wake unaweza kuingia kwenye akaunti yake ya YouTube, search tu Frank Sanga, utapata nyimbo zake pale, na huo wimbo ambao tunauachia leo na juzi watu wengine wameusikia, lakini rasmi tunataka kuachia leo. Mungu awabariki sana. Unaitwa Uinuliwe Mungu. Ameuita jina Uinuliwe Mungu kwa sababu ya kazi kubwa ambayo ameifanya, kumtoa mtu gerezani na akatoka na akaendelea kumtumikia Mungu. Sio kitu rahisi. Kuna watu wengi waliokoka gerezani kwa sababu ya shida hizo, lakini walipotoka tena wakaacha kabisa mambo ya wokovu. Lakini huyu toka alipookoka anaendelea, anasonga mbele, na mimi nimekuwa mlezi wake na muangalia kwa karibu. Kwa nimekuwa kama manager sasa kumwangalizia kazi zake na maisha yake ya kiroho. Kwa mimi binafsi nimemwona Mungu. Kwa sababu zamani nilikuwa siwezi kufanya kazi za uhalali, lakini nilipotoka nikaanza kufanya kazi za uhalali. Na kumtumikia Mungu kwangu imekuwa ndo ngao kubwa, na kumjua Mungu kwangu imekuwa. Lakini mimi ninachoweza kusema ni kwamba tumtafute Mungu kwa bidii, tutamuona. Kwa sababu anaweza kubadilisha. Mimi nimebadilika sasa hivi. Siwezi kufanya tena mambo ya ajabu, na yani hicho kiu kilisha katika. Kwa Yesu ameleta maji kwangu,
nami nimekuwa mtu tofauti sasa. Ninaweza nikasema najutia au sijutii, kwa sababu unaweza ukapitia mazingira fulani ili ujifunze. Mimi mazingira yangu ya nyuma yamekuwa mwalimu wangu. Mwalimu kwa sababu kwamba yamenitoa kule, ninapokumbuka siyapendi. Ninaweza nikasema najutia, lakini sijutii kwa sababu bila vile yamkini nisingejifunza. Nafikiri uzuri huduma yetu sisi na waimbaji ni huduma inayofanya kazi pamoja, lakini ziko tofauti kidogo. Mwimbaji ni mwimbaji na mchungaji na mhubiri ni watu nani kidogo. Sema huduma zetu zinafanya pamoja kwa sababu waimbaji ni watu muhimu kwetu, kwa sababu kabla ya kuhubiri lazima mwimbaji awakusanye watu. Lazima mwimbaji aiandae mioyo ya watu. Kwa hiyo kusema tunaweza kuona wivu kama watatupita, unanipita kwenda wapi? Mimi siendi studio kurekodi nyimbo, siendi kutoa albamu, mimi kazi yangu ni kuhubiri. Kwa hiyo siwezi kuwa na wivu na kitu ambacho sina mpango wa kufanya. Yaani ni kama vile leo mimi nimuonee wivu rubani, wakati uwezo wa kurusha ndege sina mpango huo. Mimi ni mchungaji. Kwa kikubwa ni kumwombea rubani afikishage watu salama. Kwa hiyo hata hao waimbaji sisi tunawaombea tu kwamba waendelee. Sema wakati mwingine sisi wachungaji tunawakosea kwa sababu wakati mwingine tunapenda kuwatumia bila kujali kwamba Mungu anapoweka huduma ndani ya mtu anaweka na mkate wake. Yaani wewe kuwa mwandishi wa habari, ndani ya huo uandishi kuna mkate wako. Yaani unatakiwa unapokuja kwa mfano kama hivi tumewaita hapa, lazima upate maji yako, upate soda yako, upate mkate wako. Kwa sababu kupitia hiyo huduma ambayo Mungu ameweka ndani yako, ameweka na mkate. Hasa kuna wakati mwingine wachungaji tunapenda kuwatumia waimbaji, alafu hatujali ile huduma kwamba Mungu ameweka na mikate ndani ya hiyo. Kwa unakuta mtu unamuita aimbe, alafu kisha aimbe unasema uende kwa amani ya Bwana, tutakuita tena wakati mwingine. Yaani ujui nauli atatoa wapi? Ujui huyo mtu hivi kesho na kesho kutwa itakuwaje? Ndio maana unakuta sasa mpaka leo tuna waimbaji wengi ambao sasa ni kama watoto wa mitaani, ambao hawana walezi, hawana nini. Jana nimepita pale Ubungo kwenye daraja hapo. Kuna tutoto tunakaa hapo, nafikiri wote mmetuona. Sasa tutoto tuliposimama pale tunasubiri taa, tukaja baba, tunataka chakula na nini. Sasa nikaanza kuzungumza nato. Hivi kweli nyewe wazazi hamna kabisa? Wengine wakasema baba, wazazi tunao lakini walisha tuvuruga, kwa hiyo ndio maana tumekimbia tumekuja hapa. Kwa wakati mwingine kuna waimbaji tumewavuruga sisi kama wachungaji kwa kukosa kuwalea. Lakini kumbe kile kichache kinachopatikana madhabahuni tujaribu kukigawa. Ndio maana tukisoma Biblia wakati ule wa Musa na viongozi wengine kina Joshua walijaribu kugawa mkate kwa kila mtu. Yule aliyefuta madirisha alikuwa na mgao, yule aliyepiga deki alikuwa na mgao, yule aliyefanya. Ndio maana wanasema wa madhabahuni hula vya madhabahuni. Hasa madhabahuni kule kuna watumishi wengi ni pamoja na waimbaji. Hasa wakati mwingine tunapokosa kuwatunza, mwisho anaanza sasa kuhangaika kule kwenda kuomba, naomba nije niimbe, nifanye hiki ili angalau wapate. Lakini unakuta pale kanisani kwake hata kiimba hakuna mtu anamjali. Wakija waimbaji wageni wanawapa bahasha. Mwenyeji akiimba wanasema wewe ni mtoto wetu. Lakini njaa haina mwenyeji, njaa inamshika mtu yoyote. Kwa kama tutawajali na hawa pia watoto wetu hawa, ni rahisi hata kushawishika. Ndio maana wakati mwingine tunakosa nguvu ya kuwaonya na kuwakemea. Kwa sababu kama mtu humjali, anajitegemea yeye kila kitu, ila unataka umuonye, umkalishe, akae hapo kwa kipi ambacho anakiona kwako. Kwa sababu thamani ya baba ni matunzo. Ndio maana kuna mafundisho fulani nasema, ukiona mtoto wako anakuita daddy, ujue kuna kitu. Yaani mpaka uitwe jina la Kiingereza kuna kitu. Lakini kama unaona kabisa mtoto wako hajawahi kukuita daddy, hajawahi kukuita father, yani ujue kabisa juhudi anayoiona kwako ni kidogo. Yes. Lakini mtoto ukiona unamjali, unakapiga hela za kulia shuleni, unakapiga pamba, unakatoa nje, kanaenda kuongelea swimming, lazima jina litabadilika kutoka baba utaitwa daddy. Yes. Kwa sababu ya zile gharama. Kwa hiyo hata mabinti zetu hawa, vijana hawa ambao Mungu amewainua, wakiona mchungaji unavyomjali, tubahasha pia na kwake tunatembea, unamtia moyo. Kwa hivyo vyote vile hatukimuonya ataonyeka. Kwa hiyo ningeomba wachungaji wenzangu ambao mnanisikiliza, hebu tuwalee hawa watu. Ni watu muhimu sana. Wametukusanyia watu makanisani. Wametukalishia watu wawepo pale. Kwamba yani kuna watu ambao wanakuja kwenye kanisa kwa sababu wanajua mwimbaji fulani yuko pale. Wanajua fulani. Kwa sababu waimbaji wana watu nyuma.
Kwa hiyo unapomtunza mwimbaji unatunza kundi kubwa ambalo liko nyuma yake. Kwa hiyo kwa swali lako, ni kweli wakati mwingine wachungaji tumefanya makosa. Mimi nikiri kwamba hatujawatendea haki. Wakati mwingine tunaandaa mpaka mikutano. Ndio kisa cha waimbaji wakaanza kuweka viwango. Kwamba mkisema uje, anasema mtanipa ngapi? Kwa nini unauza? Anasema siuzi, lakini na mimi nijitetee mapema, kwa sababu akisha imba hakuna mtu anayemjali. Watu wanatujali sisi wahubiri. Ndio tunapewa bahasha. Mwimbaji naambia uende kwa amani ya Bwana. Hata kiamua wakati mwingine anampa 5,000, anampa 10,000 ambayo inatosha nauli tu ya bodaboda. Sasa kesho anakujaje huyu mtu? Sio mchawi kwamba na ungo anatumia bodaboda hizi magari haya uba hizi anatakiwa ziite. Kwa hiyo tunapokosa kuwajali, mwisho waimbaji wakajiongeza sasa. Ndio wakasema mnataka nije 700,000. Nije 500,000. Nije watu hawa wanataja bei, sasa wafanyeje? Ilibidi wajiongeze baada ya kuona wanasahauliwa. Mbona sisi wahubiri hatutaji? Karima Story Live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.